أشهد أن لا إله إلا الله. Katika pembe yoyote ya dunia, iwe ni mashariki au magharibi, kaskazini au kusini, Waislamu wanaposwali huonekanwa wakielekeza nyuso zao upande mmoja ambako ni Maka. Katika moja ya mambo ambayo hutengeneza mtungo wa maswali kwa walio wengi ni kwa nini Waislamu wakiswali huelekea upande huo, ijapo katika mambo ya kuwajibiwa wangali watu wasiosikia la mnadi swala wala mtia maji birikani. Kupitia simulizi hii ya makala yangu nitakubainishia kwa pamoja, kwa tabasamu, kwa busara na kwa ukweli, sababu za Waislamu wote ulimwenguni kuelekea Makka wanaposwali. Jina langu ni Abdullahi mwana wa Maalim Mashi. Karibu tuwe sote. Katika adab za dini ya haki ya Uislamu unatufundisha kuwa anayestahiki kuabudiwa ni Mwenyezi Mungu mmoja pekee, Mola wa mbingu na ardhi, na katu hatuabudu jiwe, jengo wala mji wa Maka, bali Waislamu huelekea Maka kwa amri ya Allah kama ishara ya umoja, nidhamu na utiifu. Mji wa Maka ndipo ilipo Al-Kaaba tukufu ya Allah, ambayo ndiyo nyumba ya kwanza kujengwa kwa ajili ya kumwabudu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Nyumba hiyo ilijengwa na Nabii Ibrahim alayhi salam pamoja na mwanawe Ismail alayhi salam kwa misingi ya tauhidi. Kinachopaswa kufahamika ni kuwa Al-Kaaba sio kitu cha kuabudiwa, bali ni alama, ni kituo cha umoja na ni mhimili wa mwelekeo wa ibada. Kitendo cha mamilioni ya Waislamu duniani wenye rangi tofauti, lugha tofauti na mataifa tofauti kuelekea upande mmoja wanaposwali kinatupa majibu kuwa dini hii haina ubaguzi wa kikabila wala ubora wa kijiografia, kwani kinachotuunganisha si ardhi bali ni imani. Historia inatuonesha hapo mwanzo mwelekeo wa Waislamu kuswali haukuwa Maka, bali Waislamu walikuwa kiswali kuelekea Baitul Maqdis huko Kudsi, ambapo baadaye Allah alimuamuru mtume wetu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ageuze mwelekeo huo kuelekea Maka kama jaribio la imani na utiifu kwa Allah. Amri hiyo ya Mola mlezi bila shaka inatujuza kuwa ibada ya swala si mwelekeo wa mwili tu, bali ni mwelekeo wa moyo. Hivyo kitendo cha Waislamu wote ulimwenguni kuswali kuelekea Maka, hawaisujudii Maka, bali wanamsujudia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa njia aliyoichagua yeye, na hii inatuonesha kuwa ibada ya swala sio jambo la khiari, bali ni agizo la moja kwa moja kutoka kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ni nguzo inayosimamisha dini. Ikisimama dini husimama, na ikipuuzwa misingi ya imani huanza kuyumba. Ndio maana ibada hii ilifaradhishwa mbinguni na wala sio ardhini, kuonesha uzito na daraja yake. Katika maisha yaliyojaa pirika na ishtighala za kimaisha, swala huja kama kengele ya tahadhari kwa moyo wa mwanadamu. Inamkumbusha mja asisahau alipotoka, anapokwenda na anayemtegemea. Chambilecho wanawazuoni, kupuuza swala si kupoteza muda tu, bali ni kuvuruga uhusiano wako kati ya mja na Mola wako. Khiari na mukhtari ni kwako. Pale unapokosa swala kusema Allah ni mwingi wa rehema, lakini unapokosa mshahara unasema haki yako imepotea. Sivyo bahati bado hujatambua swala ndio chaji ya roho. Bila hiyo hata tabasamu lako linakuwa battery low. Abdullahi mwana wa Maalim Mashi, Kishki TV, Dar es Salaam. Kishki TV, nuru ya dini yako.